Bwana asifiwe. So vijana, tunaomba kwamba mkijua utaratibu wa kanisa letu na mjue yale ambayo Mungu anataka kila wakati, tunaomba ya kwamba tuenende katika majira ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ndivyo wakati huu Bwana anatueleza katika kifungu hiki kwamba kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kukufa. So Mama Juliana katika maisha yake na katika mpango wa Mungu, katika kusudi la Mungu, katika majira hayo, aliona kwamba Mama Juliana wakati mmoja kama huo atazaliwa katika ulimwengu huu, na wakati mmoja kama huu atatoweka pia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu kwake Mwenyezi Mungu hakuna jambo la kumkosoa, kwa sababu ilimpendeza yeye kama Mungu muumba wa mbingu na nchi kumuumba mwanadamu na kuweka ile rahamani. Rahamani ni map. Bwana asifiwe. Ili kwamba mtu ama mwanadamu akitembea katika ulimwengu huu awe anatembea katika majira yake. Kuna map ambayo inadetermine maisha ya mwanadamu na kiumbe kingine chochote kile. Hii ndiyo sababu hata wakati Bwana wetu Yesu Kristo alipozaliwa katika ulimwengu huu, ilikuwa ni majira yake kwamba ache aokoe ulimwengu kwa wakati huo. Bwana asifiwe. Hii ndiyo sababu tunatembea katika kivuli chake na mafundisho yake, ili kwamba tuweze kumfikia, kwa sababu katika tumaini letu tuko na uhakika kwamba tukifuata mafundisho ya Yesu Kristo, kwa maana yeye ndio njia, yeye ndio uzima, yeye ndio haki na uzima wa milele, hatimaye tutamuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio sababu Mama Juliana anasema kwamba lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai. Muumba wa Mama Juliana yu hai, muumba wetu yu hai, na katika maisha ya Ukristo tukimfuata kikamilifu, tukifuata mafundisho yake, kwa sababu tumekwisha patana pamoja naye. Mimi naye ni kitu kimoja, wewe naye ni kitu kimoja. Bwana asifiwe. Sasa kuna mahali ambapo na pia tuambia kwamba haleluya, lazima tushuhudie pia katika vinywa vyetu, tumekwisha kupatana, mimi wake na yeye wangu, na sasa ni tamandama nikiri neno la Mungu. Sikukuu ya kuoshwa dhambi zangu, ukesha na kuomba tu, ananiongoza Mungu. Sikukuu ya kuoshwa kwa dhambi zangu. Tulipokombolewa na Kristo mwana wa Mungu, sisi tulifanyishwa upatanisho, mimi na yeye, wewe na yeye, sisi wa Kristo pamoja naye ni kitu kimoja. Hiyo ndio sababu kupitia kwa imani ya Mama Juliana pamoja nasi tuliosimama kando yake, anasema ya kwamba mteteaji wetu yu hai. Bwana asifiwe. Na siku ya mwisho tutaonana na Mama Juliana moja kwa moja, tutaonana na Kristo, tutaonana na Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Katika maisha ya Mama Juliana aliweza kuzungukwa na shida mbalimbali. Bwana asifiwe. Hayo ni majira. Alipozaliwa, alipokuwa msichana, alipoendelea kuishi, akaenda shule, alipoendelea kuishi akapata nyumba yake, akapata Ukristo, mpaka mahali ambapo imempiti atoweke katika ulimwengu huu. Ako anatembea katika majira ambayo Mungu alimpangia. Karibu sana Senior Priest. Mungu amemtembeza katika majira haya yote, na hilo ni kusudi la Mungu. Sio kwamba yeye alipenda hivyo, aliamua kumwandama Kristo, lakini mapenzi ya kumwandama Kristo pia ni mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Kuna wengi wametamani kuwa wa Kristo lakini hawawezi. Ndipo Biblia inatuambia kwamba wewe huwezi kuja kwa Bwana pasipokuwa yeye akuite, akualike. So sisi ambao tulialikwa katika kumtumikia Bwana, lazima tufurahie mwito ambao tumepokea na tufuate nyayo zake. Haleluya. Hiyo ndio sauti ya Mama Juliana, kwamba tunaenenda mahali ambapo mteteaji wetu ako. Kwa hivyo unapokuwa katika shida za aina yote, muite Bwana. Unapokuwa katika magonjwa, muite Bwana. Unapokuwa katika kifo, muite Bwana, kwa sababu kipaji cha mtu kuishi na hata kutoweka iko mkononi mwa Bwana. Bwana ndiye mwenye uwezo. Bwana bariki andiko. Bwana bariki andiko. Bwana tubariki sisi sote. Barichike jamii yake, watoto wake, familia yote kwa jumla, kanisa letu. Tubarichike kwa sababu sisi pia tumepoteza